Mtazamaji wa Global TV, tuko hapa kwenye hospitali ambapo mwili wa marehemu Mzee Kambi uko hapa, lakini nimekutana na baadhi ya wasanii wenzake ambao wamefanya nao kazi vizuri enzi za uhai wake, na poleni kwanza, lakini pia ningependa kufahamu jina lako, naitwa nani kaka? Mimi naitwa Shafi Omar ama JK Comedian. Ni kweli kama ulivyosema tulikuwa tunafanya naye kazi, na asubuhi ya leo alikuwa anafanya dubbing hapa, anafanya dubbing katika kampuni ya PP Entertainment. Muda ule ambapo yani yeye tumepishana mlangoni, mimi ndo naingia na mimi nikawajibike kwenye kufanya dubbing, yeye ndo anatoka akashamaliza kufanya kazi yake. Kabla hujaendelea, kuna mtu anakutazama sasa hivi afahamu dubbing ni nini? Okay. Dubbing ni kuingiza sauti, mfano unapoona sauti za Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili, lakini unaweza kukuta hiyo series labda ya Kifilipino, ya Kihindi, ya nini. Kwa hiyo tuseme kuingiza maneno ya Kiswahili kwenye tamthilia za kigeni. Kwa hiyo yeye alikuwa anafanya hivyo, na moja kati ya series ambayo alikuwa anaifanya ambayo mpaka sasa hivi amemalizia ni series ya Mpali. Yeye ndo alikuwa mhusika mkubwa. Mimi ni mwenyekiti wake kwenye sehemu ya hiyo sehemu tunapofanyia kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunatania na chair father, unaona. Kwa hiyo series ambayo kwa mwisho anaifanya na anaingizia sauti ya kwa lugha ya Kiswahili ni series ya Mpali. Na yeye ndo mzee mwenyewe mule kwenye ndo Mpali mwenyewe. Kwa hiyo ndo mzee nguzo. Kwa hiyo kashamaliza ndo aondoke sasa. Ndo naitwa naambiwa, bwana mwenyekiti, njoo angalia huko mzee. Anasema anajisikia vibaya, anaishiwa nguvu. Kwenda pale kwa tumemkuta kaka kwenye kiti. Kaka kwenye kiti, tukasema sasa tunafanyaje, kwa sababu hapa Sinza, hapa makaburini, na hiyo hospitali ambayo tupo hapa Miko ni karibu. Tukasema tumkimbize kwanza hapo, maana yake mzee waga analalamika kwamba yeye ana sukari na vile ana pressure, wakampime waone kama ikoje. Sasa katika kumwaisha, baadaye tena kuna mtu anakuja kwenye kile chumba cha kufanyia dubbing, ananiambia, bwana mzee, tulipompeleka sasa hivi ndio kwa heri. Kwa hiyo nimekuja nikaingia pale nikakuta kweli mzee tayari aliyakuwa, na tulipofika hapa daktari akasema kwamba amefia akiwa njiani. Kwa hiyo tumempoteza mzee wetu, mzee ambaye tulikuwa tuna kila kitu, yeye alikuwa ni positive. Mimi muda mwingi sana nilikuwa tunazungumza masuala, namwambia mzee, vipi dabi tunachomoka? JK bwana, mambo bwana. Sasa ni mzee ambaye alikuwa chami, lakini tunasema katika maisha kila mtu ana siku yake. Kaja mwenyewe, lakini leo hii anaondoka akiwa anarudishwa akiwa amebebwa. Kikubwa katika dunia ni kuishi vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametaka tuishi, kupendana, kushirikiana, kucheka kwa kila mmoja, kwa sababu siku yetu hatujui, na hatujui hata atakayetubeba mwishoni ni nani. Kwa hiyo yote kwa yote, ijapokuwa na mimi pia ni mlengo katika hayo, tutoe pole sana kwa familia, na maanisha mke wake ambaye mimi nilimpokea hapa na nilimwelekeza mpaka kafika hapa, na watoto zake kwa ujumla, kwa kuweza kuondokewa na kipenzi chao cha karibu kabisa, mzee wetu mzee Hashim Kambi. Kwa hiyo mimi ni hayo tu. Naam, ni kweli kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wetu, ni mzee wetu ambao tulikuwa tunafanya naye kazi pamoja. Nobe leo wenyewe amefanya kazi, na katika kumalizia kazi ndo akaanza kujisikia vibaya kama alivyokwisha tangulia kusema mwenyekiti, na baada ya kumwaisha hapa, na ndo baada ya muda mchache tunapewa taarifa za umauti wake. Poleni sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.